who were instituted by God himself. Sherehe kama sikukuu ambazo Mungu mwenyewe aliziweka zikaweza kusherehekewa. Kuna siku inaitwa the Day of Atonement. Hii ni siku ambayo taifa la Israeli walikuwa wanatakaswa. Na siku hiyo ikifika, the Day of Atonement, hakuna kazi ambayo ilikuwa inafanyika kwa kambi yote ya Israeli. Watu wote wa Israeli wanakuja kuzunguka hiyo hema na kimya, kwa sababu kuhani mkuu anaingia katika chumba cha patakatifu mara moja kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi za kusanyiko. Hiyo ilikuwa ni siku ambayo Mungu aliweka kama siku kuu ili watu waje mbele zake. Kuna siku nyingine ambayo inaitwa the Sabbath. The Sabbath ni siku ambayo Mungu mwenyewe aliweka watu wake wakaweze kupumzika, waje mbele zake kwa ajili ya kuosha. That's why we are here. Hii kusanyiko tuko hapa kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye ametuambia hiyo ya kwamba njoni mbele zangu tukaweze kumwabudu. Sasa Sabato ni siku ambayo Mungu aliweka. Kuna kitu kinachoitwa the Passover. Mungu mwenyewe siku hiyo aliweza kuiweka, na kuna kitu kinachoitwa Pentecost, siku ya 50 baada ya siku ya Pasaka. Halafu sikukuu ya mkate isiyotiwa chachu, na sikukuu nyingine Feast of Trumpets. Hizi ni sikukuu, baadhi ya sikukuu ambazo Mungu mwenyewe alizistitute katika Biblia. Na this Passover, tunazungumzia kuhusu the Passover. This Passover was a holiday designed to celebrate Israel's deliverance from Egypt and to remind the people of what God has done. Ilikuwa si siku tu, lakini maana yake ilikuwa ni ukumbusho wa wana wa Israeli, kuwakumbusha walikuwa watumwa Misri. Kwa hiyo Mungu akaweka hiyo siku, ikifika tu wakumbuke walikuwa slaves katika nchi ya Misri, na ile Mungu alifanya ili kuwakomboa kutoka kwa slavery. So unajua hizi holidays wapendwa, zinaweza kuwa na muhimu sana hata leo. Kwa mfano, kuna sikukuu ya the New Year.